Na baraza la wanahabari nchini limeanzisha rasmi kongamano la wasimamizi wa vilabu vya wanahabari katika taasisi za elimu hususan shule za upili. Kongamano hilo la kipekee limeleta wanachama wa vilabu hivyo kutoka kaunti 5 za ukanda wa Nyanza pamoja kujadili masuala ibuka katika tasnia ya wanahabari. Mwanahabari wetu Crispin Otieno yuko katika shule ya upili ya wavulana ya Kisii na sasa naungana nasi mubashara kwa mengi zaidi. Kwako Crispin. Na Lulu, ni kweli kongamano hilo tayari limekwisha ng'oa nanga katika shule hii ya upili ya wavulana ya Kisii, ambapo hii leo ni siku maalum kwa wale vijana ambao wangependa kujiunga na tasnia hii ya wanahabari. Ndio maana hii leo baraza la wanahabari nchini Media Council of Kenya limefika hapa kukutana na wasimamizi wa vilabu mbalimbali hususan kutoka katika shule zote za msingi ama shule nyingi tu za upili ukanda wa Nyanza. Unavyotazama hapa tayari shughuli hiyo imeanza rasmi. Nataka tu kuzungumza na wasimamizi wa shughuli hii. Dinae msimamizi wa shughuli hii Victor Bwire, karibu katika runinga ya Citizen. Hebu tuambie umuhimu wa shughuli hii siku ya leo. Asante Crispin. Kwanza vile tumesema tuna mobilize to mentor young people to join journalism katika ile miaka yao kabla wafike form 4 ama wajue wakienda kufanya uandishi wa habari, tasnia ya uandishi wa habari wanajua ni nini kiko mbele. Tunataka watu wengi waingie katika tasnia ya uandishi wa habari kabisa, na pia tuweze kuanza kuwapatia ile skills za kuwa kwamba wanaweza fanya uandishi, watengeneze content na waweze kuuza hata kabla ya kwenda school. Wanake ile ni income generation. Serikali kwa wingi inasema youths waweze kuwa empowered kuweza kutafuta kazi, kama ni self employment, wanake kazi hazipo. Kwa hivyo kama tunaweza kuwa na ile drive ya kuleta youths ambao wako in formal schools waweze kujua kwamba ukitengeneza content inaweza kuwa na agriculture, inaweza kuwa na anything na uuze, ile tayari ni income generation. Kwa hivyo hiyo ni kitu ya kwanza. Ya pili kikubwa ni kwamba tumekuwa na tatizo ya harmful content, kwamba mambo ya misinformation, disinformation, fake news imekuwa ni tatizo, na mambo ya radicalization, watu wana recruit youths through mitandao YouTube. Kwa hivyo hii pia ni media information and digital literacy, kuweza kufundisha na kuelimisha walimu na leta wanafunzi kujua ni ile risks ambazo zinakuja na media sio bible. Yani kwamba kuna watu wa manipulate information especially kwa digital platforms, kuweza kudanganya. Mtu atachukua picha ya Nigeria alete aseme hii ni bomb blast Kisii na kumbe sio kweli. Kwa hivyo tunataka ile skills ianze digital and media information literacy kwa wanafunzi, tuweze kudeal na mambo ya radicalization pia katika hiyo early age. Na njia kabisa ni walimu, manake hawa ndio wanafundisha, hawa ndio patrons wa journalism clubs katika hizi shule, na ndio watatusaidia, ndio entry points. Kwa hivyo hiyo ndio kikubwa. Alafu hawa ambao wanahusishwa katika shughuli hii siku ya leo ni wale kutoka county gani? Vile umesema ni Nyanza, largely Nyanza, the counties almost 8 counties or 10 ambazo tunafanya this week. The other week tuko na Western, itakuwa Kakamega. Kwa hivyo tunazunguka, but the bigger thing is to recruit watoto waweze kuangalia uandishi wa habari kama tasnia ambayo pia inaweza kuwapatia kipato. Si sauti tu, lakini unasoma. Mbili ni kuanza kuwafundisha kwamba wanaweza tengeneza content wakimaliza school waweze kuuza wapate hela, na cha tatu ni kudili na mambo ya information integrity, kwamba ukiangalia mitandao Facebook ama Radio Citizen ujue kuna saa zingine kuna urongo na una ukweli, usiweze kuchukulia mambo ya media kama gospel truth. Asante. Wacha tuzungumze na wachache tu kutoka utatuambia umetoka kaunti gani, alafu umuhimu wa shughuli hii kwako na vile wanafunzi. Asante. Jina langu ni Henry Mokua, ndimi mwenyekiti wa kamati ya walezi wa vyama vya wanahabari katika eneo la Nyanza, na tupo hapa kwa ajili ya kuhimizana kuhusiana na shughuli hii muhimu ambayo inalenga kuvumbua talanta na kuzikuza miongoni mwa wanafunzi, si tu kwa kusudi la kuandaa wanahabari wa siku za halafu, lakini kukuza uwezo wao wa lugha kwa jumla, stadi zao za kuandika, labda hata kusikiliza,
na kuweza kujieleza kwa wepesi. Kwa hivyo tunapofanya hivi tutawapa nafasi nzuri zaidi, hata wanapojiunga na taaluma mbalimbali wao katika nafasi nzuri ya kujieleza kwa wepesi na pengine kuweza kufanya inavyostahiki katika nyanja hizo mbalimbali. Kwa hivyo hatulengi tu wanahabari bali kuwakuza wote kwa pamoja. Shukrani sana. Lulu, ulivyosikia hapo, kwa sababu ya kila ambacho kinaendelea, tutakuwa tukizungumza na hawa walimu na wasimamizi wa vilabu mbalimbali kutoka maeneo mbalimbali tu ukanda huu wa Nyanza. Kwa hivyo tutakuwa tukiachia hapo, kisha tutakuwa tukirejea hapa ili tusikie wanazungumzaje siku hii ya leo, tuweze kutangamana nao zaidi kuhusiana na shughuli hii ambayo inaendelea katika shule hii ya upili ya wavulana ya Kisii. Lulu. Naam, shukrani sana Crispin Otieno kwa taarifa hiyo, lakini kwa hivi sasa moja kwa moja